Karibu katika taarifa mchanganyiko za updates katika vita inayoendelea Mashariki ya Kati kati ya Israel na Marekani dhidi ya Iran. Tukianzia nchini Ukraine, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa Marekani imeomba msaada kwa vita yake kujilinda dhidi ya ndege zisizo na rubani, yani drone za Iran wakati wa vita vinavyoendelea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Haki ya Mungu, hii ukistajabu ya Musa basi utayaona tu ya Firauni. Taarifa zilizotokea katika taifa la Ukraine zinaeleza kuwa Rais wa Marekani katika hali isiyo ya kawaida amejikuta akitakiwa kuomba msaada kwa nchi ya Ukraine ili kupata usaidizi wa kudungua ndege zisizo na rubani, yani drone za Iran, ambapo amesema tumepokea ombi kutoka Marekani la msaada maalum wa ulinzi dhidi ya Shahid, yani aina ya drone za Iran katika eneo la Mashariki ya Kati. Amesema Zelensky katika mtandao wa X, zamani Twitter, akiongeza kuwa ametoa maelekezo ya kutoa njia zinazohitajika na wataalamu wa Kiukraine ambao wanaweza kutoa msaada wa kiusalama kuhusu swala hilo. Inasemekana Marekani iliomba msaada wa kuwalinda washirika wake wa Ghuba dhidi ya ndege zisizo na rubani za Iran. Kulingana na rais huyo, Zelensky amesema washirika wa Ukraine wamekuwa wakiwasiliana na kumekuwa na maombi kutoka upande wa Marekani. Zelensky amesema ametoa maagizo ya kutoa njia zinazohitajika na kuhakikisha uwepo wa wataalamu wa Ukraine ambao wanaweza kuhakikisha usalama unaohitajika. Hata hivyo, alipoulizwa kuhusu ofa ya Ukraine, rais wa Marekani Donald Trump amesema nitachukua msaada wowote kutoka kwa nchi yoyote katika kipindi hiki. Mapema Zelensky alikuwa ameweka wazi kuwa Ukraine ingesaidia kwa sharti kwamba ulinzi wake usizoofishwe na kwamba kulikuwa na faida ya kidiplomasia kwa upande wake. Kwingineko ni waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi amesema nchi yake ilikuwa tayari kwa uvamizi wowote wa ardhini kokote kule ambako Israel na Marekani wangeingilia, akisema hatua kama hiyo na itasababisha maafa makubwa zaidi kwa adui yao ambao ni Israel pamoja na Marekani. Amenukuliwa akisema tunawasubiri sana, aliwaambia watangazaji wa Marekani kituo kimoja cha habari cha NBC News, huku Marekani na Israel zikiendelea kushambulia taifa hilo la Iran kwenye maeneo tofauti tofauti, hasa katika mji mkuu wa Iran, Tehran. Amesema tuna uhakika kwamba tunaweza kukabiliana nao na hilo litakuwa janga kubwa zaidi kwao. Hata hivyo, katika hatua ya kustajabisha, waziri huyo ameeleza kuwa Iran haiombi kusitisha mapigano wala haitoomba kamwe mazungumzo na Marekani, akiongeza kwamba Iran haikuwa na mpango wa kufungua mlango bahari wa Hormuz ambao kwa sasa umefungwa. Amesema hatuombi kusitisha mapigano, hatuoni sababu yoyote kwa nini tunapaswa kufanya hivyo na kujadiliana na Marekani. Tulijadiliana nao mara kadhaa na kila wakati tulipojaribu kujadiliana nao ndo wakati ambao walitushambulia katikati ya mazungumzo. Akizungumza juu ya mlango bahari wa kimkakati wa Hormuz, Araghchi amesema hatuna nia ya kufungua hivi sasa, lakini vita vikiendelea tutazingatia kila hali ambayo itatokea. Na taarifa nyingine ambazo zimeshtua ulimwengu hivi karibuni ni taarifa za waziri wa ulinzi wa Israeli ambaye amesema taifa hilo la Israeli lilichukua uamuzi wa kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei mnamo mwezi Novemba, na ilikuwa ikipanga kutekeleza operesheni hiyo karibu miezi 6 baadaye, yani tangu mwezi Novemba mpaka miezi 6 ambayo walikuwa wameipanga. Waziri huyo wa ulinzi wa nchi hiyo Israel Katz amesema tayari mnamo mwezi Novemba tulikuwa na waziri mkuu katika jukwaa lenye watu wengi sana, na waziri mkuu Benjamin Netanyahu aliweka lengo la kumwangamiza Khamenei. Kati aliwaambia waandishi wa habari wa televisheni ya Israel ya N12. Akasema muda uliowekwa ilikuwa ni miezi 6 baadaye, hasa katikati ya mwaka 2026. Mpango huo hatimaye ulishirikiwa na Marekani na kuwasilishwa karibu Januari baada ya maandamano kuzuka nchini Irani, wakati Israeli ilikuwa na wasiwasi kwamba watawala wake wa kidini walioshinikizwa wanaweza kuanzisha shambulio dhidi ya Israel na mali za Marekani Mashariki ya Kati. Waziri huyo aliongeza akizungumza na N12, chombo cha habari cha Israel. Hata hivyo, Khamenei aliuawa katika saa chache tu, saa za kwanza za mapigano kwenye kampeni ya mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel iliyoanza Jumamosi katika mauaji ya kwanza ya mtawala mkuu huyo wa nchi ya Iran. Tukibaki katika taifa hilo la Israel ni kwamba Israeli imepanga kuweka maeneo matakatifu ya Yerusalem kuwa katika hali safi kwa kufunga kwenye baadhi ya maeneo ikiwemo makanisa pamoja na misikiti, hasa kuelekea kwenye vipindi hivi vya weekend ambazo kutoka kuna ibada kuanzia Ijumaa ambako kutoka kuna ibada ya Uislamu, ambapo kuna msikiti mmoja wa Al-Aqsa umefungwa kutokana na hofu ambayo huenda imesababisha hali hiyo. Kufungwa huko kutaathiri makumi ya maelfu ya Waislamu ambao kwa kawaida wangekuwa wakisali katika eneo la msikiti
msikiti siku za Ijumaa wakati wa Ramadhani. Maeneo yote matakatifu katika jiji la kale la Yerusalemu, ikiwa ni pamoja na kanisa la Ukristo la kaburi takatifu la ukuta wa magharibi wa Uyahudi, yangebaki yamefungwa pia ili kudumisha usalama wa umma na kuwalinda watu. Brigedia Jenerali Hisham Ibrahim wa utawala wa kiraia wa Israeli amesema katika taarifa yake kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook. Anasema ingawa kufungwa huko kutaathiri waumini wa imani zote, mabadiliko ya hali jinsi ilivyo inasimamia tu ufikiaji wa Palestina kwenye msikiti wa eneo linalozunguka na maeneo mengine ambayo sio nyeti kwa kiwango fulani ndo huenda yakawa na uwazi, lakini maeneo nyeti na mengineyo bado yatabaki kufungwa. Eneo hilo ni la tatu kwa utakatifu zaidi katika Uislamu na patakatifu zaidi katika Uyahudi kwa sababu ilikuwa eneo la mahekalu ya kibiblia kwa mujibu wa maandiko. Israeli ilikuwa imeweka vikwazo kabla ya vita kuanza na Iran, ikiwa ni pamoja na kupunguza idadi ya waumini waliopewa vibali vya kusafiri kutoka ukingo magharibi, yani West Bank, unaokaliwa na Israeli kimabavu hadi Yerusalemu. Lakini wakati hayo yakiwa yanaendelea, tulizani pengine vita kati ya Israel na Irani ingekuwa ni nyepesi, lakini hivi karibuni inaripotiwa kwamba jumuiya ya kujihami ya nchi za ukanda wa magharibi, yani NATO, imesema imeimarisha msimamo wake wa ulinzi wa makombora ya balistiki, huku Irani ikiongeza mashambulizi yake ya kulipiza kisasi kote Mashariki ya Kati kwa kombora lililorushwa dhidi ya Uturuki, mwanachama wa muungano huo, kabla ya kuangushwa. Taarifa ya msemaji wa muungano huo, Kanali Martin O'Donnell, alisema katika taarifa iliyoshirikiwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba jana NATO iliongeza msimamo wake wa ulinzi wa makombora ya balistiki ya muungano huo. Nchi 32 wanachama wa muungano zilikubaliana na makamanda wa NATO wakati wa mkutano wa ngazi ya mabalozi kwamba msimamo huu unapaswa kubaki katika kiwango chake cha juu hadi tishio la mashambulizi yasiyo ya kiholela ya Iran kote katika eneo hilo litakapopungua, msemaji huyo aliongeza. Hata hivyo, maelezo kuhusu mabadiliko ya mkao hayakuweza kutolewa kwa sababu za usalama na kiutendaji. Hata hivyo, Iran imesema kijacho ni kushambulia gesi za nyuklia. Gesi na nyuklia za Israeli kutokana na Israeli na Marekani kuzamisha meli yake Alhamisi, na nchi hiyo imeongeza kwamba kijacho mtafurahi sana. Katika taarifa ya msemaji wa serikali ya nchi hiyo imesisitiza kwamba ili kupunguza hali hiyo ni lazima ishambulie nyuklia za Israeli ili zianze kufanya kazi katika nchi hiyo nchi yao. Hata hivyo, wakati hayo yakiwa yanaendelea, kwingineko ni waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez, ambaye siku za hivi karibuni alionekana kuzua gumzo na kusababisha Marekani kukata uhusiano na Hispania, amesisitiza kabisa kwamba bado pamoja na vitisho vyote na kukatishwa kibiashara kati ya Hispania na Marekani kwa sababu ya wao kutounga mkono uvamizi wa Marekani nchini Iran, bado amesema msimamo wake uko pale pale na kwamba hawezi akayumbishwa, kwani uvunjaji wa sheria za kimataifa kutoka kwa Israel na Marekani umekuwa ni mkubwa sana. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump muda mchache uliopita alionekana kuombewa katika ikulu ya White House ili ashinde vita ya Irani, kama unavyoweza kushuhudia kwenye hiyo video hapo. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. Yes. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him. In Jesus' name. Amen. Ni maombi hayo. Pengine tulikuwa tunadhani ni viongozi wa Kiafrika tu ambao huwa wanaombewa kwenye baadhi ya mambo, hasa kipindi cha mpito. Basi shuhudia naye huyu rais wa Marekani Donald Trump, kipindi hiki cha mpito anaombewa, mambo yamekuwa magumu. Hii ni Msasa Media, endelea kutufuatilia, tutaendelea kujuza kadri ya muda unavyozidi kwenda. Msasa kisasa zaidi.